Maji wa Truth Media, ikiwa leo ni siku ya Jumatano ya Aprili 25 mwaka ni 2025, siku tulivu kabisa. Tumekuja maeneo hapa ya Clock Tower Posta kwa ajili ya kuzungumza na ndugu yetu Mikoi Armando Ali Kisugu Mavambo. Ni muda mrefu kidogo, takriban wiki 2-3 hivi hatujazungumza naye. Mara mwisho kuzungumza na Mikoi Kisugu ilikuwa nje ya geti la Benjamin Mkapa, ilikuwa ni kwa ajili ya hamasa za Simba Sports Club kuelekea mchezo wao dhidi ya Al Masry. Lakini leo tumekuja kuzungumza naye tena. Kuna vingi hapa katikati vimetokea. Simba Sports Club imepata kit supplier mpya ambaye ni J-Root Company Limited. Wamesaini mkataba wa kandarasi ya miaka 5 wenye thamani ya shilingi bilioni 38 milioni 120 na laki 4. Lakini pia Simba Sports Club iliweza kuibuka na ushindi pale Amani Complex, mchezo nusu finali ya mkondo wa kwanza wa kombe la shirikisho barani Afrika. Hatujazungumza yote hayo na Mikoi Kisugu. Leo ndo tunaanzia huko. Kisugu, poa? Mimi niko vizuri. Mambo yanaenda? Inakwenda vizuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, afya njema. Lakini leo tuko katika tarehe 23 ya mwezi wa 4. Moja katika mwezi ambao umeacha historia kubwa ndani ya Simba Sports ni mwezi huu wa 4. Kama ulivyozungumza mtangazaji, zaidi ya bilioni 38 na something. Milioni 120 na 120 na laki 4 ndani ya miaka 5. Ukienda kukalkulate vizuri lela, kuigawanya katika mgawanyo wake wa kawaida, unakuta Simba anapata size zaidi ya 5 bilioni 0.6 kwa mwezi wa mwaka. Ukiachia mambo hayo, Simba tumeweza kutengeneza mazingira mazuri kuqualify kwenda kucheza finali ya shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo unapotaja mwezi wa 4 ni mwezi ambao mimi naamini umekuja kutuachia historia kubwa wana Simba. Umekuja kuonyesha watu ambao hawaamini ukubwa wa Simba, umekuja kuonyesha ukubwa wa Simba. Lakini pia ndio mwezi ambao Al Masry ametolewa. Ukubwa wa Simba watu walikuwa wanajaribu tunauzungumza kupitia midomo, lakini kuna baadhi ya watu walikuwa wanabisha. Leo hii timu kama inakwenda kusaini contract na kit suppliers, kuhusu swala la jezi tu ni moja ya sehemu ambazo Simba wanategemea kuingiza mapato kutoka kuingiza kwenye klabu yao. Wanakwenda kuchukua zaidi ya 5 bilioni 0.6. Hii ndio maana ya klabu kubwa. Leo hii imagine jaribu kuangalia Simba kwa mwaka bilioni 5 na milioni 600. Yes. Simba tuna mradi ule wa mafuta wa injini ule ambao ukifanyia mahesabu madogo kwa mwaka Simba wanakwenda kuchukua zaidi ya bilioni 10 na something. Maana yake mapato tu ya Simba kwa mwaka yenyewe inaweza kukontrol bila kuangalia wafadhili wa kulia, wafadhili wa kushoto. Maana yake Simba inakwenda kukusanya zaidi ya bilioni 17-18. Ukiacha bilioni 26.1 MBET. Ukiacha MBET hapo. Ukiacha bilioni 20 ya Modio Jalioyekeza. Hii inamaanisha kwamba kuna muda mwingine klabu ukipata management ambayo watu wako sawa sawa, ina uwezo mkubwa wa kumove kupitia vitega uchumi vyake. Niwapongeze sana management ya Simba. Lakini pia niwapongeze wanachama wa Simba. Hususan my friends wa Simba. Ni watu ambao wamekuwa kujitolea na kuonyesha mapenzi makubwa juu ya timu yao. Wako watu nyinyi waandishi mtakuwa mashahidi. Mtawaona kwenye kiza, mtawaona kwenye mwanga. Mtawaona kwenye mvua, mtawaona kwenye jua. Kuna muda mwingine hawa watoto wao wakirudi nyumbani wanakula maharage na kisamvu kwa sababu muda wake, wakati wake wote alipoteza kwenye timu yake anayoipenda. Kwa hiyo tukiona management hizi wanakwenda kusimamia vitu vinakwenda vizuri, sisi tunapata morali kuona namna ambavyo tunapambana kuisaidia timu yetu. My friends wa Simba huwa wakilala wakiamka wazi kufikiria nini Simba iwafanyie. Wao wakilala wakiamka wanafikiria namna ambavyo nini Simba tuifanyie. Yako maneno mengi yanazungumzwa. Yawezekana
unaweza ukaona yana ukweli, lakini yawezekana pia ni maneno ambayo yanatengenezwa propaganda kuja kuwagombanisha kati ya wana Simba na Simba. Maneno gani hayo Kisugu? Na wasikia kuna watu wanasema ma-influencer wa Simba hawana thamani yote kwenye Simba. Inawezekana mtazamo wako huko huo, lakini sisi kwa sababu ma-influencer wa Simba tupo si kwa ajili ya Simba itufanyie, tuko kwa ajili ya Simba tuifanyie. Au wanaosema hivyo ni wapo ndani ya Simba au wanatoka nje ya Simba? Mimi naamini ni watu ambao wako nje ya Simba. Kwa sababu tulokuwa ndani ya Simba wote huwa tunazungumza kauli moja, Simba nguvu moja. Ubaya ubwela. Truth. Tunakwenda kucheza Jumapili dhidi ya Stellenbosch. Pale Afrika Kusini. Pale Afrika Kusini Durban. Kwenye uwanja Moses Madiba. Durban tunakuita sisi, lakini pale South Africa kunaitwa Debeni. Ule mji ni mji ambao uko pembezoni kabisa, ambao kuna bandari kubwa. Kwa sababu ukiangalia ule uwanja ulipo na bandari ya Durban ambayo ilipo haifiki kilomita 2, unaweza kwenda kukutana na ule uwanja. Ule uwanja Simba tunakwenda kutengeneza historia nyingine. Ndio timu pekee kutoka Afrika Mashariki na Kati ambayo inakwenda kugusa ule uwanja. 2010 ndio uliochezewa nusu finali ya kombe la dunia. Moses Madiba. Guys, hatuishi hapa, tunakwenda kuvuka South Africa. Si mechi nyepesi, ni mechi ngumu, ni mechi ambayo inahitaji maarifa makubwa kuona namna ambavyo mnakwenda kufanikiwa. Lakini Kisugu, kabla hatujafika huko kwenye mechi ya marudiano dhidi ya Stellenbosch, tubaki pale pale kwanza kwa J-Root. Ahadi 10 ambazo amezitoa CPA, CEO wa J-Root Company Limited ambaye ni CPA Joel Regasila. Siku ile ametoa ahadi 10. Moja ya ahadi alizotoa ni kujenga uwanja ambao utachukua mashabiki kati ya 10,000 mpaka 12,000. Lakini pia alitoa ahadi ya kununua basi jipya kabisa aina ya Iriza. Lakini pia atajenga ofisi za Simba Sports Club ambao sasa hivi ofisi za Simba ziko pale maeneo ya Masaki. Lakini pia watatoa milioni 100 kwenye kila sherehe za Simba Day. Lakini pia watatoa milioni 100 kwa ajili ya maendeleo ya soka la vijana. Lakini kubwa ambalo liliweka watu midomo wazi ni kuhusu kusajili mchezaji mmoja kila mwaka ambao mashabiki wa Simba na viongozi wa Simba wao watampendekeza. Wengi wamesema ahadi hizi 10 alizotoa J-Root ni kama ni nyingi hivi, zinaonekana kama hazitekelezeki, na mara nyingi ahadi hizi zimekuwa zikitolewa na viongozi wengi kwenye majukwaa kama yale. Wewe kwako wewe Kisugu Mikoi, unaona ahadi hizi zinaenda kutekelezeka mbele ya J-Root? Mimi naona zinaenda kutekelezeka kwa 100%, kwa sababu Watanzania wengi hatujui nini maana ya mkataba. Laiti tungekuwa tunajua maana ya mkataba, tusingeingia na mashaka juu ya hili. Mkataba ni makubaliano ambayo yanayoandikwa kwenye makaratasi yanabaki kuwa kumbukumbu milele kwa milele. Lakini kwa mujibu wa sheria, ukiwauliza wanasheria wanajua mkataba sio maandikiano tu. Mkataba hata makubaliano kwa mdomo bali yanabaki kuwa nini? Mkataba. J-Root ni mtu makini, ni mtu ambaye anajitambua. Alichokwenda kusaini contract na klabu ya Simba alikuwa na uhakika kwamba ana uwezo wa kwenda kukitimiliza, na laiti angekuwa hana uwezo wa kutimiliza asingekwenda kuingia hiyo contract. Shida yenu waandishi, mpaka leo hamjajua tofauti kati ya tui la nazi na maziwa, kwa sababu yote meupe mnataka kuyafananisha. Kwa J-Root ni tui la nazi. Leo hii hamtaki kusema ukweli. Semeni kuna mtu alikwenda Klauze alisema iwe mvua iwe jua nitajenga. Kwa nini mnasema kuna baadhi ya watu walisimama tu majukwani? Kwani majina mwayajui? Hao waliosimama majukwani akina nani? Wewe niambie nisaidie. Waliosimama majukwani na kuahidi ambao ahadi zao hazijatekelezwa, nataka nikupe ofa, akina nani? Wataje. Hii ndio shida yenu. Kidogo nimewasahau Kisugu. Wewe unaweza Nasema hii ndio andishi shida yenu. Kumbukumbu umepotea kidogo. Leo hii mtu aliyekuja kuweka contract, aliyesaini mkataba J-Root, akasema mapendekezo yangu 1 2 3, unakwenda kumjadili. Kwa nini usimjadili ambaye alokwenda Klauze anasema iwe mvua iwe jua anajenga uwanja? Msinichokoze na vitu vingi leo kichwani haviko sawa sawa.
na vitu vingi sana kichwani. Lakini Mikoi, kwenye hadi hii ya mchezaji, kwa kwa maoni yako ni mchezaji gani unatamani asajiliwe? Sisi kusajili kwa mchezaji ni mapendekezo ya mwalimu. Kwa wewe sasa hivi unavyoona ndani ya kikosi chako ni mchezaji gani ambao Jeru tunatamani waongeze? Mimi sio mtaalamu, mimi mtu wa kuongea, tuna mic hivi. Truth Media imekuja tunatia maneno, maisha yanakwenda. Kwa hiyo jambo la kitaalamu, mimi maoni yangu kwamba yale atakayopendekeza mwalimu mimi ndio niko naye. Hayo ndio maoni yangu. Tuje sasa kwenye mchezo dhidi ya Stellenbosch.